Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuchagua kutazama taarifa za Dira ya Wiki. Serikali huenda ikagharamika kwa kusitisha kandarasi na kampuni ya Adani kwa mradi wa umeme chini ya kampuni ya KETRACO. Imebainika kwamba Kenya italipa Adani fidia shilingi bilioni 5 kwa kusitisha kandarasi hizo, na kama anavyoarifu Daniel Kariuki, Kenya huenda ikalipa kampuni nyingine 3 kwa kusitisha kandarasi nao. Uamuzi wa serikali kujihusisha na kampuni ya Adani kutekeleza miradi kadha wa kadha ikiwemo mradi wa stima chini ya KETRACO, na kwa kukosa kuwa waangalifu na kampuni hiyo, sasa huenda wakalipa fidia kwa kusitisha kandarasi na Adani na kampuni ya Adani. Ripoti ya ofisi inayoshughulikia masuala ya kandarasi kati ya umma na mashirika ya binafsi PPP imesema kuwa shughuli hiyo inaendelea kuhakikisha kuwa kandarasi na Adani imesitishwa, ila huenda wakagharamika mabilioni ya pesa. Mwaka 2023 Adani alipokea kandarasi kwa ujenzi wa miradi 3 ya umeme ya nyaya za stima. Kandarasi hiyo ikisitishwa na Rais William Ruto mwaka 2024, akisema kuwa Adani walituhumiwa kule Marekani kwa kuendeleza biashara zao kwa njia zisizo halali. Immediately commence the process of onboarding alternative partners because these are important projects. Stakabadhi zimeonyesha kuwa Kenya ilikuwa bado haijasitisha ushirikiano huo kikamilifu, kwani walikuwa bado wanatafuta namna ya kuhakikisha hawajagharamika pesa nyingi za mradi huo. Kampuni ya Adani ikionekana kuwa na dukuduku, sasa imebainika kuwa serikali itagharamika zaidi ya shilingi bilioni 5 kama fidia. Inasemekana kuwa haya ni kutokana na sababu kuwa kusitishwa kwa kandarasi kumetokana na upande mmoja kusukuma hilo. Mradi huu ni kati ya 4 ambayo imesitishwa, na serikali inajiandaa kulipa fidia ya kusitisha miradi hiyo. Daniel Kariuki, KTN. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo ya Daniel Kariuki, tunapata mapumziko mafupi na muona mwenzangu Davis Mberi upande wa pili wa studio akiwa tayari kabisa kuletea taarifa za michezo. Salia papo hapo. With daily use, Nivea